Yehoshafati anamwambia mfalme wa Israeli, enda kwanza ukaulize manabii kwamba tukienda kwenye hii vita tutashinda. Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 22 kuanzia mstari wa 5. Pamoja na kuwa vita ni ya kimwili kabisa, lakini Yehoshafati akajua kwamba hawezi kuishinda hii vita kama hajaishinda rohoni kwanza. Yehoshafati akaamua kwanza amuhusishe Mungu wa Israeli ili vita ikue, pamoja na kuwa wao ndio wanapigana, lakini Mungu akue ndiye anawapigania. Kuna maandiko yanasema kwamba kwa maana vita sio vyako, vita ni vya Bwana. Huyu ni Yehoshafati alikuwa anaambiwa maneno yale, anaambiwa na Mungu. Maana Yehoshafati alikuwa na tabia ya kutanguliza Mungu. Alikuwa na tabia ya kuuliza Mungu kwamba nikienda kwenye vita nitashinda hii vita. Ili vita ikue sio yako tena, lakini ikue vita ya Mungu. Number 1, lazima uhakishe kwamba umemuuliza Mungu kwamba ukienda utashinda. Na number 2, lazima uhakishe kwamba unatumia silaha za Bwana katika kupigana ile vita. Ndio maana Paulo anawaambia Wakorinto katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 10 kuanzia mstari wa 3 na 4. Paulo anawaambia kwamba ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenda kupigana tukitumia risasi, tukitumia bunduki, lakini hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Anachojaribu kumaanisha hapa ama kusema Paulo ni kwamba ingawa unapigana na umaskini, unapigana na utasha, unapigana na vitu ambavyo vinaonekana kwa namna ya kimwili, lakini kwanza lazima uanze kupigana navyo kwa njia ya kiroho kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili upigane navyo kwa namna ya kiroho, lazima utumie kwanza silaha za kiroho. Uhakikishe kwamba hizo silaha za kiroho zimekusaidia kushinda. Maana ukishinda katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili unakuanga ni reaso, unakuanga ni kupitia tu. Ndio maana Yesu ili atukomboe sisi kutoka kwa shetani, maandiko yasema ya kwamba akapelekwa msalabani, akateswa, akafanywa vitu vyote hivyo. Kwa hivyo wewe hufai kuteseka, maana Yesu aliteseka kwa ajili yako. Ndio maana maandiko yasema we are more than a conqueror. Yesu ndiye alikuwa na konga, lakini sisi we are more than a conqueror. Sio kama kuna kitu nanielewa. Yehoshafati kabla hajaenda kwenye vita, maandiko yasema kwamba akamwambia Ahabu mfalme wa Israeli kwamba enda uulize kwa Bwana kwamba tukienda kwenye hii vita tutashinda. Kuna umuhimu gani wa kwenda kumuuliza Bwana wakati ule wanatumia bunduki, wanatumia risasi, wanatumia silaha za kawaida? Inamaanisha kwamba Yehoshafati alikuwa anataka kuhamisha vita, ikuwe ile vita pamoja na kuwa wao ndio wanapigana, lakini Bwana ndiye atakuwa anawapigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu nilikuwa nasema kwamba ili Mungu achukue vita yako ikuwe yake, lazima namba 1 umuulize Mungu ama umuingize Mungu kwenye vita yako, na namba 2 lazima uamue kutumia silaha za Bwana. Nikakusomea kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 10 na mstari wa 3 mpaka wa 4. Maandiko yanasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyetu anasema kwa maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome. Kwa hivyo ukitaka Mungu akushindie vita yako, lazima uamue kwamba hiyo silaha unaitumia, pamoja na kuwa wewe ndio unaitumia, lakini Bwana akue ndiye anakusaidia kuitumia, ametia nguvu katika hii silaha ili upigane vita na ushinde. Namba 2, lazima uamue kwamba hii silaha umkabidhi Bwana. Umwambie Mungu, unataka Mungu nitumie silaha ya aina gani ili kwamba nishinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, enda uulize kwa manabii
kwamba tukienda kwenye hii vita tutashinda ama tutaenda kushindwa. Mfalme wa Israeli Ahabu akakusanya manabii 400. Wale manabii 400 maandiko yasema ya kwamba wote wakamwambia mfalme wa Israeli, enenda kwenye vita utashinda. Lakini huku mwisho kuna kitu utakuja kukiona, kwamba walipoenda kwenye vita, mfalme wa Israeli alienda akauawa kwenye vita. Kwa nini? Ameuliza manabii akaambiwa atashinda, lakini mwisho wa siku akashindwa. Ndio maana ukisoma maandiko yako kwa wakati wako kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 4 na mstari wa kwanza mpaka wa 2, maandiko yanasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa nini mfalme Ahabu ameambiwa enenda kwenye vita utashinda, na alipoenda kwenye vita akapigwa? Sasa kabla sijajibu hiyo swali, maana nitakuwa naijibu tu, nataka nikupeleke kwenye hatua nyingine. Nataka tusome maandiko kwenye kitabu cha Wafalme, hicho kitabu cha Wafalme 22, Wafalme wa kwanza mlango wa 22. Tuendelee tusome ule mstari wa 7. Maandiko yasema hivi: lakini Yehoshafat akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Himla, lakini namchukia kwa sababu anibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa manabii wale 400 wote wamekuja wametamka kitu kimoja kwamba enendeni kwenye vita mtashinda, Yehoshafati akashindwa kuridhika. Maana mbona hao manabii wote wanasema kitu same na hawaweki ufafanuzi, yaani hawaelezei kiundani kwa nini tutaenda kushinda, tutatumia namna gani katika kwenda kushinda. Ndio maana topic ambayo nafundisha ni kusikia, kupambanua. Ukiishia katika kusikia sauti ya Mungu lakini ukashindwa kuipambanua sauti ya Mungu, ina maana kwamba ile sauti ya Mungu iweko wazi, kwamba ukienda kwenye vita utatumia silaha aina gani, utatumia namna gani, utafanya namna gani ndio ushinde. Huu ugonjwa ndio ukuondokee, utafanya nini? Hii shida ambayo uko nayo ya utasha, hii shida uko nayo kwenye ndoa yako ndio ifike mwisho, utafanya nini? Kama utakosa ufafanuzi kwenye sauti ya Mungu ambao umeisikia, unaweza ukafeli hapo. Yehoshafati akashindwa kutulia, akasema pamoja na kuwa manabii 400 wote wamesema kwamba tukienda kwenye vita tutashinda, lakini tungehitaji ufafanuzi zaidi. Yehoshafati akauliza, hayupo nabii mwingine ambaye amesalia ambaye tunaweza kuuliza kutoka kwake, labda atatupea ufafanuzi zaidi? Maana hao manabii walisema ukienda kwenye vita utashinda na wakaishia pale. Au kupeana upapanuzi kuhusiana vita itaendelea namna gani. Maandiko yasema kwamba mfalme wa Israeli ambaye ni Ahabu akamwambia Yehoshafati, kuna nabii mmoja ambaye amebakia, lakini yule mimi namchukia, simpendi kwa sababu huwa ananitabiria mabaya kila wakati. Mara nyingi watu wanapenda mtu yule ambaye atawaambia vitu vizuri hata kama sio sahihi kutoka kwa Mungu. Lakini vizuri ukampenda mtu mwenye msimamo na mtu ambaye atakwambia ubaya, hata yani ukweli, hata kama ule ukweli unauma. Watu wengi wapendi watu ambao wanawaambia ukweli ambao unauma. Wanapenda uongo ambao ni mtamu. Mikaya alikuwa ni nabii wa Mungu ambaye abebelezi, anasimama na ukweli wa Mungu, alikuwa ni mtu wa msimamo. Mpaka Ahabu mfalme wa Israeli akawa ampendi tena. Ahabu anamwambia Yehoshafati ya kwamba yupo nabii mmoja amebakia, lakini huwa mimi simpendi kwa sababu ananitamkia mabaya kila wakati. Kuna watu wa namna hiyo katika kila sekta, kwamba huyu mtu anasemanga ukweli na amechukiwa kwa sababu yule ukweli anasema.